Mtumishi, naomba utuambie Yesu alikuja duniani kwa kusudi gani? Yesu alikuja duniani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa sababu Mungu mpango wake kabisa kutuumba sisi sio tu sisi, katuumba ili tuishi milele, ila akatupa sheria. Bwana katuumba tulivitawala vyote vilivyomo, ila kaweka sheria. Ni sheria gani hizo alizotupa? Kaweka sheria kwamba utakula matunda ya mti yote, lakini mti huu wa mema, ujuzi na mabaya usifanye, usile. Hiyo ni sheria kaweka. Kwa hiyo fanya hivi vyote, hiki usifanye. Aweka mipaka. Kwa sasa binadamu yeye kavunja ile sheria. Na akamwambia sasa, ukila huu mti, ukila tunda la huu mti, hakika utakufa. Kwa hiyo binadamu kavunja sheria baada ya kudanganya. Alipoingia kwenye sheria, kuvunja sheria ikamletea dhambi. Baada ya dhambi ikamletea mauti. Kwa hiyo tukaingia kwenye kifo kwa sababu ya kifo wa sheria. Kwa sasa Mungu akaona mpango wake umeharibika, kwa sababu yeye mpango wake ni kutupa sisi tuishi milele. Wewe akaona nitafanyaje ili niweze kuwakomboa. Inatakiwa patikane mtu asiyekuwa na dhambi ili amuokoe mwenye dhambi. Unaelewa? Lazima tupatikane kitu ambacho hakina dhambi ili kimuokoe dhambi. Na ndio maana hata kina Ibrahimu, kina Musa wameshindwa kutuokoa, au wameshindwa kuokoa watu wenye dhambi. Kwa sababu na wao wenyewe wamezaliwa kwenye asili ya nini? Ya dhambi. Unanielewa? Kwa sasa itabidi Yesu kuja kwake sasa. Yeye ni hana dhambi. Kwa hiyo kaja kwake kafanyika. Sio kazaliwa kama sisi. Yeye amefanyika kuwa binadamu. Kwa amefanyika kuwa binadamu kwa lengo la kutuokoa sisi nini? Wanadamu. Kwa maana akateswa msalabani kwa sababu ya zile dhambi sisi tulizofanya, tulizozipitia. Kwa unataka tuambie Yesu aliletwa kwa kusudi hilo duniani, si ndio? Kuja kutugomboa. Lengo lake kuja pita huku. Pita huku. Wale hapo jingani kwenye simu yangu. Na unitumie. Pita bwana, tuka kama napita. Hii sehemu sio. Hii sehemu sio tulipo kabisa. Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo lake kubwa. Yesu kaja duniani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ili sisi wanadamu tutoke kwenye. Kwa ndio kuniambia Yesu alikuja kwa kazi hiyo tu basi. Yaani kazi kubwa kabisa ni hiyo. Alikuja nayo. Hiyo ni kazi kubwa sana. Alikuja nayo. Na ndio maana akafa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Na je, ujio wake yeye duniani aliyotumwa na Mungu, je, alifanikisha? Alifanikisha. Ndio maana baada ya kazi yake kumaliza akafa msalabani, baada ya kufufuka baada ya siku 3 akafa, akaenda tena mbinguni. Tunaambiwa maandiko yanasema wakati anaondoka Yesu Kristo alisema kwamba nitarudi. Atarudi. Atarudi ndio. Sasa mbona ni miaka na miaka ishapita hatuoni akirudi kutuchukua? Sasa hapo ni imani, kuamini. Ni imani kwa sababu unajua sisi tofautisha na maisha ya mbinguni. Mbona maisha ya mbinguni miaka 1000 ya huku kule ni sawa na siku moja. Miaka 1000 ya huku ni sawa na siku moja. Kwa sasa yeye anaposema anarudi, unaweza ukasema mbona amekaa sana? Kumbe ndio kwanza labda amekaa siku kamoja tu au siku viwili. Sasa mtumishi, kwa staili tutatoboa kweli? Tutatoboa, wani tusitoboa. Kwa hiyo kwa wale Wakristo ambao wanaishi na imani ya kwamba Yesu atakuja kutuchukua, atakuja kweli, wanaijua hilo kwamba miaka 1000 ya hapa duniani ni sasa mwaka. Unabii ndio unasema hivyo. Unabii ndio unasema hivyo. Unabii ndio unasema hivyo kwenye Biblia kwamba miaka 1000 ni sasa na siku moja kweli. Na hata atapokuja kutuchukua tutaenda kukaa miaka 1000 ambayo shetani atafungwa. Hatafanya tena huo uasi, atafungwa kwenye wewe kule tutaenda kukaa miaka 1000, alafu ndio utakuwa ule ufufuo wa pili unakuja. Na alisema atakuja kutuchukua. Atakuja kutuchukua. Je, unahisi yaani kwamba atatuchukua kwa njia gani? Kwa namna gani? Tutaendaje huko mbinguni? Atatuchukua kwa staili ipi? Sawa, haina shida. Atatuchukua akija, yaani iko hivi. Yaani huwezi kwenda mbinguni kama utendi mema. Huwezi kwenda mbinguni kama utendi mema. Usitegemee kama una tunda lako mabaya ati Yesu atakuchukua. Yesu atakuja kwa kwanza. Ufufuo kwanza utakuwa ufufuo wenye haki. Wale waliotenda mema. Kwa hiyo atakuja mara ya kwanza, atafufua wale waliotenda mema.
wataungana na wale watakuwa, unajua atapokuja kuna watu watakuwa wazima bado, dunia itakuwa bado. Kwa hiyo kuna wale watu watakokuwa wazima watatenda mema. Kwa hiyo ule ujio wake wale watu na wale waliokufa waliofanya mema watamlaki Bwana, wataenda kwa pamoja. Ila wewe uliotenda dhambi, ujio wa Yesu hutoweza kuvumilia, lazima naye utakufa. Kwani mtumishi, wewe unasema ni Mkristo, hebu tuambie wewe ni Mkristo wa dhehebu gani? Mimi ni Mwadventista Msabato. Unataka uniambie Wasabato ni walokole au sio walokole? Kwani ulokole ni nini? Ni mtu kuokoka na kuziacha dhambi zake, kujisafisha kuwa mpya na kuishi katika sheria. Hata unaweza kama mlokole sasa kama ni hivyo. Kama tafsiri ya ulokole ni kuokoka, kujisafisha na dhambi zake, hata unaweza kama mlokole sasa. Mimi sijui, kwa hiyo siwezi kujua maana ya ulokole, sijui ulokole sifanyaje. Sifahamu. Wewe ndio maana ngakuuliza maana ya ulokole kwa nini gani? Nashukuru tu kuna wokovu, mtu unaokoka. Nashukuru sana mtumishi. Leo tuishie hapa. Nenda mema kwako, utubu, unaokoka, kila mtu anaokoka. Leo tuishie hapa mtumishi. Asante sana.